wadogo. Na wala wadogo waliotoka katika dhehebu lingine, pengine walikuwa Catholic, walikuwa SDA, na utapewa mkono na utapatishwa, na wewe pia haufai kukula meza. Wanaokula meza ni wale ambao wamemwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao, na wamepatishwa, wamekufa na Yesu, wamefufuka na Yesu. Hao ndio wao peke yao watakao shiriki katika meza ya Bwana. Kwa hiyo kile kikombe kitapita katika mbele yako, na ikiwa hayo masharti hautatimisha, usichukue kikombe kama usichukue mkate. Na ikiwa wewe utafanya harusi, utapatishwa, na wewe pia haufai kunisaidia kwa meza. Watakaonisaidia ni wale peke yao wamefanya harusi, wamekubaliwa katika katiba la PHK. Ni wao peke yao watakaonisaidia. Tumekuwa wingi tunapopenda meza, mtu ambaye pengine alioleka na nguo na mfuko na anasimama kwa ajili ya kunisaidia kupiana meza katika ipenda, katika hili kanisa, katika letu alisema hivi. Inasema ni wale ambao peke yao wamepatishwa, wameokoka, wamefanya harusi, ni hao peke hao watakao nisaidia kwa ajili ya kupeana meza katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Hiyo imeeleweka? Sisi hao ambao wamefanya harusi wametimiza zote basi zinahitajika. Sasa hao wako tayari kwa ajili ya kumsaidia. Nao nisikiza haya yatakayofuata. Sakramenti ya meza ya Bwana ni takatifu zaidi, basi yafaa mbelezavyo kuwa utaratibu na uzuri ni ibada ya ukumbusho, ambayo kwa ukumbusho umumini kifo cha Kristo kwa ajili ya dhambi zao na tegemeo walio nao kwake. Pia ya kukumbusha ya kuwa Kristo wote wana umoja katika Kristo, kwa maana wote hula mkate mmoja na kunywa kinywaji kimoja. Ni wakati wa kujihoji mioyoni na kujitoa upya kwa Kristo, tena yahusu hii ya kwamba usiposhirikiana na Kristo hatuna uzima ndani yetu kamwe, maana yeye ndiye uzima wetu. Kwa kuwa meza ya Bwana yahusika na mambo yaliyo matakatifu kwetu, ambayo ni kiini cha imani yetu, basi yafaa tuikaribie katika roho ya unyenyekevu na kumcha Mungu. Meza ya Bwana yafaa ifanye kila mwezi iwezekanavyo. Yafaa kufanywa kila mwezi ikiwezekana, si kufanywa mwaka baada ya mwaka. Ikiwezekana ifanywe kila mwezi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Wale Wathesaloniki watakaoshiriki meza ya Bwana waketi kwa utaratibu, ili watumikiwe kwa urahisi. Inawezekana watakaoshiriki meza ya Bwana wakae kwa utaratibu, wakae pamoja, ndiposa hao wanaowashughulikia na kuwa rahisi kuwafikia. Wazee waliochaguliwa kwa kazi hii kumsaidia pasta katika meza ya Bwana, na wasimame mbele ya meza iliyoandaliwa kabla ya mkutano. Wamesimama na maandiko matakatifu, kitabu cha Mathayo
26 verse 17 to 30. Tufungue haraka, tufungue. The book of Matthew 26 verse 17. Sitasema yote. Kuna vitu utaruka hapo kwa ajili ya wakati. Biblia yote sisi kulili tanga ni ngine ngati bakariganya bakale ni pasaka. Kiacha kwa mwa aitaanza sindaria ama na roho kwa wajiko kwa babeli. Kwa igara sisi kwa ngira akabola. Neke yana abateli. Ayo moyo nande. Aya 26. Kwa bakoragira Yesu akabogoli mugati. Akayosesenya, akayobariki, akayosamuyola, akaukata akawapewa wanafunzi, akabora bogonye moye kwenye roho moyo beba mkunde ndio mwili wa Yesu, akabogonya na hege kombe na hege ayo ni nambi mono akabora kanywe ayemwenzi naki na amanyikane ayo kupata Mungu yeye anipekea siri ya bange asukwa bila kweli. Haya ndio yafanya yale ambayo Yesu alifanya. Sasa ningependa mfungue kitabu chako. Ningependa mtu apende mkate na wengine wapende kuchukua ile damu ya Yesu. Wale wanakula meza ya Bwana watasonga mbele. Kama tukikombe kusoma tu mwili wa Yesu ili mzuri. Bali kama uso wa